Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, juu ya mvutano ambao unaoendelea kati ya Young Africans dhidi ya shirikisho la soka la Tanzania. Hapa nazungumzia TFF, ambapo pamoja na bodi ya ligi kwa kile ambacho kinachoendelea, mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli. Hatimaye mambo yameweza kuwafikia wenye mamlaka wenyewe na kuamua kuweza kutoa uamuzi huu. Unafahamu ya kwamba leo hii tarehe 11 ya mwezi wa 6, zikiwa zimesalia siku 3 tu kuelekea katika dabi ya Kariakoo, ambapo dabi ya Kariakoo ni tarehe 15. Unafahamu ya kwamba siku hiyo ya tukio hatuihesabu, tunahesabu zile siku ambazo zimebakia, ambapo mpaka sasa hujashuhudia taarifa yoyote kuhusiana na kile kinachoitwa mchezo huo, na hujashuhudia mwenyeji akifanya maandalizi yoyote. Dimba la Benjamin Mkapa lipo patupu kabisa, alijaonyesha kuweza kuwekwa kitu chochote kinachoashiria kwamba kutakuwa kuna mchezo. Hata viongozi ama meneja wa uwanja anasisitiza ya kusema ya kwamba hajapokea taarifa yoyote ya kutumika kwa uwanja tarehe 15 ya mwezi wa 6, ambao ni siku ya dabi ya Kariakoo. Young Africans msimamo wao wameendelea kushikilia. Sasa bodi ya ligi wametoa taarifa kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, kama hupo ama haupo, na kama haupo nini kinachofuata mara baada ya kile ambacho Young Africans wanaendelea kuweza kushikilia. Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili nimekusogezea hapa kila kitu ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha mabingwa watetezi Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipokuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Young Africans. Karibu. Bana, mvutano unazidi kuwa mkubwa kweli kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya kile ambacho tokea, ambapo unafahamu kila kitu ambacho kwa sasa kinachoendelea kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo kile ambacho kimeendelea kimeweza kuibua mambo kila kukicha, ambapo kile kinachoonekana kwenye yale yaliyoweza kutolewa, ambapo mambo yamekuwa ni mazito kweli, huku bodi ya ligi ikisema ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wao kupitia kile ambacho kinachoonekana ni kwamba wanadaiwa na klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inasemekana kuna pesa ambazo za ubingwa wa misimu mitatu mfululizo klabu ya soka ya Young Africans haijapata chochote kutoka pale katika shirikisho, ambako klabu ya soka ya Young Africans imeweza kuweka bayana juu ya yale ambayo yanayoendelea juu ya madai yake ya fedha kunako katika shirikisho la soka la Tanzania. Tukaachana masuala ya dabi, tukaingia sasa kwenye masuala ya kudaiana ambayo yanayoendelea. Katika barua ya Yanga walioituma kwenda TFF Septemba 4, 2024, wakikumbusha kulipwa pesa zao za ubingwa wa kombe la FA. Katika barua hiyo inaonyesha hawakulipwa pesa za ubingwa wa msimu mitatu mfululizo. Barua ya Yanga kwenda TFF
inaonesha walikuwa wanakatana pesa hizo juu kwa juu, ila Yanga wao wanasema bado wanadai pesa zao. Madai ya fedha za zawadi ya mapato ya mlangoni na udhamini. Taarifa husika na kichwa cha habari hapo juu. Tunapenda kuorozesha madai yetu kwa mtiririko A, B na C kama ifuatavyo. A, zawadi za ubingwa wa kombe la shirikisho ambao ni shilingi milioni 300 msimu wa mwaka 2021-22 kiasi cha shilingi milioni 50, msimu wa mwaka 2022-23 kiasi cha shilingi milioni 50, msimu wa mwaka 2023-24 kiasi cha shilingi milioni 200. B, mapato ya mlangoni, mashindano ya kafu shilingi milioni 71,990,000 kwa mujibu wa kafu. Kwa mujibu wa kanuni za kafu, shirikisho linapaswa kuwasilisha kafu kiasi cha fedha zinazotokana na mapato ya mlangoni kwa kila hatua inayochezwa. Kwa misimu miwili tulioshiriki, shirikisho ilipaswa kuwasilisha dola za Kimarekani 16,600 sawa na shilingi milioni 40,670,000 kwa misimu wa 2022-23. Ambapo kwa sasa jumla ya madai yote ya klabu ni shilingi milioni 436,490,000. Aidha, kutokana na madai hayo, klabu imetumia gharama za usajili wa misimu mitatu, ambapo jumla ya shilingi milioni 240,420,000 na kubakiwa na shilingi milioni 226,070,000. Klabu inaomba kurejeshewa kiasi kilichobaki hicho cha shilingi milioni 226 kwenye akaunti ambayo ni ya Young Africans. Sasa kwa kile ambacho kinachoonekana mpaka sasa wamejaribu klabu ya soka Young Africans kuwatumia kile kinachoonekana. TFF wao wanasema ya kwamba kile kinachoendelea kwamba mpaka sasa wenyewe ndio wanawadai klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho wenyewe wameweza kutoa taarifa yao wakisema ya kwamba yale madai ya klabu ya soka ya Young Africans, ambapo wenyewe wanasema tunapenda kuthibitisha umma kuwa benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa mwaka 2023-24 mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, benki ambayo benki hiyo ilipa fedha za kimkataba milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumesikia meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu yao inadai shilingi milioni 200 ambao ni za zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndio inayodai klabu hiyo. Young Africans iliomba barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipia malipo yanayotakiwa kulipa kwa TFF, kiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kutoendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeandikia barua ya Young Africans kutuma kwa mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakikisha deni la klabu hiyo akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea. Lakini klabu ya soka ya Young Africans wao wakaja kutoa taarifa yao wakisema ya kwamba tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuwa inadai klabu ya Young Africans bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kuujulisha umma kuwa klabu ya Yanga haijawahi kulipwa fedha yoyote ubingwa wa kombe la shirikisho kwa misimu mitatu mfululizo, ambapo TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Yanga. Ni aibu na fedhea kwa kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa wa misimu mitatu mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima na mdhamini wa mashindano. Ieleweke ada za malipo ya wachezaji wa kigeni walizozisema kwenye taarifa yao ulipwa mwanzo wa msimu na hela hizi za ubingwa utolewa mwisho wa msimu. Klabu ya Yanga haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Yanga unaendelea kusisitiza
kulipwa pesa yake ya ubingwa kombe la shirikisho msimu wa mwaka 2024 ili tuweze kucheza mchezo wa fainali siku ya tarehe 28 Juni 2025. Imetolewa na klabu ya soka ya Young Africans, wao wakiendelea kusisitiza msimamo wao. Wameacha masuala ya dabi, sasa wanaingia kwenye madeni, na kila kukicha mambo ndio yanazidi kuweza kufunguka. Mambo mengi kweli ambayo yanayoendelea katika soka la Tanzania. Unaona bana, urafiki umegeuka kuwa uadui. Sasa mambo ndio yanazidi kuwekwa hadharani kila kukicha juu ya kile ambacho kinachoendelea kwenye mpira wa Tanzania, hususan kama kile mtu ambavyo amesikia unaona bana, kwa yale ambayo yanayoendelea. Unaona bana, anaandika, anasema kwamba kiongozi yoyote mwenye mamlaka za mpira akionekana kushindwa kuzitawala klabu ya Simba na Yanga, basi atakuwa ameshindwa kuongoza mpira wa nchi hii. Yaani ni dalili za kutupa taulo, kwa kuwa muda wote atakuwa kiongozi wa kutegemea Simba na Yanga wanataka nini, iwe kwa matakwa au kikanuni ama nje ya kanuni, kwa kile ambacho kinachoonekana. Kwa kile kila mtu anaona namna gani ambavyo mambo yanazidi kuwa mazito. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.